Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Leo ni Mei 29, tukienda kuiangazia mada inayosema kuzitumia karama zetu. Mada iliyojengeka katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Paulo kwa Wakorintho sura ile ya 7 aya 7, ambapo neno la Mungu linasema, lakini kila mtu ana karama yake mwenyewe itokayo kwa Mungu, huyu hivi na huyu hivi. Tuombe. Baba mwema, uketie mahali pasiri juu mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Ninasema asante kwa ajili ya nafasi hii ya pekee ambayo umeichagua maalum kwa ajili ya kutufundisha neno lako. Watoto wako wa kiume na wa kike tumekuja kwako kwa unyenyekevu, tu wa dhambi tusiostahili hata kuliitia jina lako, lakini tunasema asante kwa ajili ya fursa hii ya pekee. Tusamehe dhambi zetu, tusafishe, tutakase, turehemu na endelea kutuongoza. Maombi yetu tunayaleta kwako, wewe ujuaye haja ya mioyo yetu, ukasikie kila mmoja ombapo. Tenda Baba, mguse yule, mguse huyu, na zaidi sana sote kwa pamoja tukalitukuze jina lako. Asante kwa ajili ya kujibu maombi yetu. Asante kwa ajili ya kusikiliza maombi yetu. Asante kwa ajili ya kutembea nasi kila wakati. Tunaendelea kuja kwako kwa unyenyekevu. Endelea kutupokea na udumu kutuongoza katika jina la Yesu, amina. Mada ya leo inasema kuzitumikia karama zetu. Mwandishi anasema, Mungu anatoa zaidi ya fedha kwa mawakili wake. Talanta yako ya uwasilishaji ni karama. Unawasilisha nini cha karama za Mungu katika maneno yako na katika wema wa huruma yako? Kujua ukweli ni talanta. Kuna roho nyingi zilizo gizani ambazo zinaweza kuangaziwa kwa maneno ya kweli na uaminifu kutoka kwako. Kuna mioyo ambayo inahitaji kuhurumiwa, inayoangamia mbali na Mungu. Huruma yako inaweza kuwasaidia. Bwana anataka maneno yako yaamuriwe na Roho wake Mtakatifu. Kazi ya kwanza kwa kila Mkristo ni kuyachunguza maandiko kwa maombi mengi na ya dhati, ili kwamba waweze kuwa na ile imani itendayo kazi kwa upendo na kuitakasa nafsi kutoka kwenye kila uzi wa ubinafsi. Kama ukweli ukipokelewa ndani ya moyo, unafanya kazi kama chachu mpaka kila nguvu inasalimishwa chini ya mapenzi ya Mungu. Kisha hutashindwa kuangaza kuliko jua liwezavyo. Karama zote za asili zinapaswa kutakaswa kama vipaji vya thamani. Zinapaswa kusalimishwa kwa Mungu ili ziweze kutumika kwa ajili ya Bwana. Vipaji vyote vya kijamii ni karama. Hazipaswi kutolewa kwa ajili ya kujifurahisha, maburudisho, wala kwa kujiridhisha. Karama ya kuwa kielelezo sahihi ni kitu kikubwa, lakini wengi hukusanya rohoni mandhari ya kufisha. Karama ya usemi, ya maarifa, ya huruma na upendo huwasilisha maarifa ya Kristo. Karama hizi zote zinapaswa kutumiwa kwa ajili ya Mungu. Bwana anazihitaji. Anatoa wito ziletwe kwake. Wote wanapaswa kuandaa nafsi zao wenyewe na roho za wengine ili kuziweka wakfu talanta zao kwa Mungu. Kila nafsi, kila karama inapaswa kuletwa kwa ajili ya kuleta mchango kwa kazi ya Mungu.
Wote wanapaswa kushirikiana na Mungu katika kazi ya kuongoa roho. Talanta ulizonazo umepewa na Mungu ili kukufanya kuwa mtendakazi hodari pamoja na Kristo. Kuna mioyo inayohitaji kuhurumiwa, inayotamani sana msaada na usaidizi ambao Mungu amekupa ili kuwapatia. Hii ni Mei 29 mwaka 2026, tukiendelea na mfululizo wa masomo ya Kesha la Asubuhi, na leo tumeiangazia mada isemayo kuzitumia karama zetu. Mungu atubariki sote na nikutakie tafakari njema na kazi njema. Waogopa kifo, wadhani kwamba mwisho kuishi. Umetekwa na fikira mbaya, ondoa hofu moyoni. Umepewa uzima, Bwana aliyokuahidi. Utakula matunda mema, jikabidhi kwa Bwana. Neema tu, neema tu ndiyo tuliopewa tuishi. Neema tu, neema tu ndiyo tuliopewa kuishi. Kuna nyakati tumepita, muda mgumu usioelezeka, lakini tunalo tumaini, yote ni ya kitambo. Tumetanga pasipo dira, hatufahamu tunakoenda, lakini tunayo faraja kuu, Bwana ni mkombozi. Neema tu, neema tu ndiyo tuliopewa tuishi. Neema tu, neema tu ndiyo tuliopewa kuishi. Mpango wa Mungu wa ukombozi ulikuwa mwema, akashuka duniani kumtafuta wanadamu. Aliacha vyote, enzi na utukufu, aliacha vyote, enzi na utukufu. Ni neema tu, ni neema tu ndiyo tuliopewa tuishi. Neema tu, neema tu ndiyo tuliopewa